صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا تبنا وندمنا منك يا وهاب. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا واحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وابصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرانا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وانظر برحمتك إلينا. اللهم واشفي به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu awabariki waliowaka mambo kama haya, walioasisi mambo kama haya, na wanaoendesha Mwenyezi Mungu awatakabalie, na wanaofuatilia Mwenyezi Mungu awape kunufaika na kufuata. Amin, amin, amin. Mada yangu, kuunga kizazi, ima umuhimu wake au hatari ya kutokuwa na umuhimu wa jambo kama hili, na nitatembea katika hizi mihwar inshallah. Mwenyezi Mungu anifikishe yani kwenye hizi nukta. Nini maana ya kuunga kizazi? Nini hukumu ya kuunga kizazi? Je, kuna mapokezi gani yamepokewa yanaozungumzia kuunga kizazi? Ni wapi hao kizazi ambao kwamba twahitaji tuwaunge? Ni vipi kuunga kizazi? Kuna faida gani katika kuunga kizazi? Njia gani au ni alama gani zikipatikana ni alama kuwa wewe huungi kizazi? Ni sababu gani zinasababisha watu kukatana, watu kutengana, watu kuepukana? Mambo yanayosaidia juu ya kuunga kizazi. Hizi mihwar tisia insha Allah taala, Mungu atuwafikie tuweze kuzimaliza. Maashara alhadirin, ibada ziko aina tatu. Kuna ibada zaitwa ibadatu sha'airia, swala, saumu, zaka, hija, sadaka, amru bil ma'rufi, nahi anil munkar. Hizi zaitwa ibadatu sha'airia. Hii ya kwanza. Ya pili, kuna ibadatu taamulia, ibada ya wewe namna kuamiliana na watu. Hii ni ibada nayo. Vipi utaishi na watu kwa vizuri? Vipi utaamiliana na watu kwa uzuri? Vipi utaweza kusameheana na watu? Vipi utauziana? Vipi? Hii inaitwa ibadatu taamulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alafu kuna ibada aina ya tatu yaitwa ibadatul huwiya, ibada ya CV yako. Kila mmoja na ibada inamhusu yeye kama yeye. Mimi kama baba kuna ibada yangu kwa watoto. Wewe kama mtoto kuna ibada yako kwa wazazi. Wewe kama mume kuna ibada yako kwa mkeo. Wewe kama mke kuna ibada yako kwa mumeo. Wewe kama kiongozi una ibada yako kwa wale raia. Wewe kama raia una ibada yako kwa ule kiongozi. Hii inaitwa ibadatul huwiya. Na hizi zote zahitaji itqan ndani yake, yani kuzifanya zitakiwavyo.
Bila shaka twazijua ibadatu sha'airia umuhimu wake, hakuna asojua umuhimu wa swala kwamba ni faradhi, umuhimu wa saumu, umuhimu wa zaka, umuhimu wa hija. Lakini ibada namba 2 ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikutamanisha na hizi ibadatu sha'airia au na hizi nguzo 5 za Kiislamu ni silatur rahim, ni kuunga kizazi. Kivipi? Nitakuelezea. Tuingie katika kuizungumzia nini maana silatur rahim. Kuunga kizazi ni nini? Siku zote wana kaida wanatuambia alhukmu bishai'i far'un an tasawwurihi. Unapotoa hukumu ya jambo, unapozungumza kwamba huyu yuwaunga kizazi au huyu haungi kizazi, ni lazima ile picha ya kuunga kizazi na kukata kizazi iweko kwenye nini? Kwenye akili yako. Huwezi kusema embe si tamu kisha ukiletea kusema haya ni tamu lakini sio membe na hili si ni embe. Shatiku unapokihukumu kitu kwamba tayari picha yake unayo, sasa wewe weza kuhukumu mashallah fulani yuwaunga kizazi. Je, ajua huku kuunga kizazi nini? Au nasema ule fulani haungi kizazi. Je, wewe wajua kukata kizazi nini? Sasa kabla huja hukumu, elewa lile jambo. Silatur rahim yamaanisha kuwatendea wema wale jamaa zako, ingawa tutakuja tuwaeleze ni wapi. Je, ni kila ule usemao jamaa yangu huyu, jamaa yangu huyu anaingia katika hii masala ya silatur rahimi? Ni jamaa gani ambaye kwamba afaa kuitwa huyu ni katika silatur rahim? Kwa hiyo kwanza ni kuwafanyia wema, na ihsani Kiswahili na kisharia ni tofauti. Kiswahili kumtendea wema ni kumfanyia jambo kama alivyokufanyia yule aliyokufanyia lile jambo. Ndio waambiwa fulani mekumbuka wema, manake alifanyiwa na yeye akafanya nini? Akafanya. Alialikwa akatoka huko atokako akaya, na wewe akikualika ukatoka huku ukenda huko, utaambiwa umefanya nini? Ihsani. Lakini katika sharia ihsani ni zaidi ya hayo, ni kumtendea wema asokutenda wema, ndio umwambia umefanya ihsani. Pengine utaniambia lakini si Mwenyezi Mungu asema hal jazaul ihsan illa al-ihsan, ni kwamba kawaida akutenda wema na wewe mtendee. Lakini kuambiwa wewe ni muhsin ni kwamba yule anayekukosea wewe humkosei, na ndio kaona Mwenyezi Mungu akasema inna Allaha yuhibbul muhsinin, na ndio wenyewe wakaelezea tenda wema kwa aliyokufanyia, kwa anayetambua wema. Ikiwa atambua wema umemtendea wema ambaye kwamba atambua wema. Ikiwa yeye hatambui ule wema, wewe watambua wema. Na kubwa zaidi, inna Allaha yuhibbul muhsinin, ilo bora zaidi. Tenda wema kwamba Mungu apenda watu watendeane wema. Ule hata ukimfanyia wema hatambui, lakini kuna Mola alokuambia yeye yuwafanya nini? Yuwatambua ule wema ulomfanyia. Wa isalu ma amkana min alkhairi ilayhim, kuunga zao ni kufikisha kinaowezekana kwa wale ambao kwamba wanastahiki katika mazuri. Wefikisha mazuri namna inavyowezekana, wafikishie. Watambue wasitambue, waelewe wasielewe, kwa sababu mimi nafanya ni mimi. Wajua tatizo, ukifanya kwa ajili ya Mungu basi ndipo pale atakiwa ufanye vile alivyosema Mwenyezi Mungu katika kuelezea kisa cha Sayyidina Ali na Sayyidatuna Fatima, innama nut'imukum liwajhillah. Kawaida kufanya liwajhillahi huwa ni vipi? La nuridu minkum jazaan wala shukura, sikufanyii na wewe unifanyie hata asanta sitaki.
Salala hata asante kunipa. Basi wewe kufanya lillah. Ukifanya lillah, aya ya kuwekea wazi ufanyaji wa lillahi ni huno, innama nut'imukum liwajhi llah. Ukifanya liwajhi lillahi, wataka nini wewe kwa ule ulomfanyia? La nuridu minkum jazaan wala shukura, sitaki hata asante, niko nitakalo. Inna nakhafu min rabbina, hilo tu. Inna nakhafu min yawman abusan qamtarira. Natija yake fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Hiyo natija, malipo wajazahum bima sabaru. Mbona ya salam. Lakini wewe liwajhi Allah, ndio mtu bwana salala yote nkufanyia hayo, basi hata asante hata shukrani huna wewe. Basi wetu kwa shukrani kwake, nataka shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nafanya lengo ni aridhike, lengo ni akubali yeye. Wewe ukubali usikubali, wewe ukielewa usielewe, wewe ukitambua usitambue, la, mimi nataka yeye tu atambue. Sasa wa isalu ma amkana min alkhair ilayhim wa daf'u ma amkana wa daf'i ma amkana min alsharri anhum, na ujitahidi sio wafikishe mazuri tu, na kiwa kuna mabaya uondoshe. Kuna mgonjwa ataka kutibiwa, simama na wao. Kuna mtoto ataka kusomeshwa, simama na wao. Kuna nyumba ya wavujia, kuna kodi hawana, simama na wao. Sio mpaka familia yako imetolewa nyumba, wewe bado wale kazi yao. Sasa na wewe kazi yako iko si jamaa yako wale. Hii ndio maana silatul rahim. Tukua kinyume, kukata kizazi. Adamu lihsani ila alaqaribi, wewe huna wema hata mmoja wafanyia jamaa zako. Kuna watu hufanyia wema watu wengine, hawajui kuwafanyia wema watu wao, hawajui kuwasaidia watu wao. Kuna harusi ya rafiki yake atajitolea ngola na ngolala, sijui mwajua ngola na ngolala lakini ikiwa ni harusi upande wa familia yake hatoi chochote, hutoa afya yake tu kwenda kuhudhuria. Saa nyingine kuhudhuria wewe si muhimu, hudhurisha ulonacho mfukoni. Kuna bwana mmoja siku moja aliandika wasia, akasema mimi nikifa nitaka nioshwe na fulani. Jamaa alipokufa akaangalia ule wasia, akaona huyu ameandika mimi nikifa oshwe na fulani, na ule fulani ni tajiri, haisi masala kuosha maiti wala nini. Wale jamaa wakashangaa, mbona baba yetu ameandika wasia akifa oshwe na fulani, akipekea ule mwenyewe, lakini ule tajiri ule alikuwa na akili hodari kutambua. Akasema najua ataka nimuoshe vipi, ana madeni, nataka mimi nimuoshe madeni yake. Sasa ingine henda wewe kutohudhuria katika lile jambo si muhimu kuliko kuhudhurisha ulo nacho. Na haya utaona utokea, utapigiwa simu uko Dubai, babako mgonjwa uko hospitali, Mungu inshallah atamuinua. Dua nzuri, tuma senti taka matibabu, akifa ati subirini nije kuzika. Faida yake wewe kuzika, faida yake nini? Kwani ukiawendo nini? Kama swala mswalia huko ulikuwa utume. Au ustadhi alikuwa shekhe langu, alikuwa nampenda, nitawahi mazishi mimi, subirini. Wewe ustadhi umeambiwa mgonjwa siku zote, ungetuma chochote. Sasa kuna watu familia yao wakati wakiwa na jambo, badala kusimama na lile jambo ambalo lahitajika, la, lakini akiona rafiki yake uko tayari. Lakini mimi niwape kaida moja, itukue vizuri hii. Wajua Mwenyezi Mungu ataka ukimfanyia jambo umfanyie, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sisi kule kwetu hamu tunamsema usema za maini ufia maini, na za motoni ufia motoni. Chako kiwa si kizuri, Mungu hataki ukitoe pazuri. Mwenyezi Mungu ana ghera, hakubali kupewa uchafu. Ndio baba leo wasaidia hao, ukaata familia yako yadhalilika, badala ufanye pale wewe upate kheri. Mungu kwambia wasaidia hawa, enda kusaidia wanasiasa, kusaidia mikutano yao, kusaidia haya. Familia yako wewe yazorota, familia yako nyanyasika nini? Mungu ana ghera, hataki ila inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Hataki kupewa takataka. Hiyo binadamu gani utakuya umwambie bwana ndo nikupe bwana unuwali mva siku 3? Mimi ungenipa wewe usingeukubali, wewe unipa siku 3. Sasa Mwenyezi Mungu ana ghera zaidi. Sasa kukata kizazi
ni kutowafanyia wema familia yako au kuwakosea. Na hapa wametofautisha wanazuoni, wakasema kwamba wako wenye kuunga kizazi au ni sampuli tatu. Kuna muungaji ambaye kwamba yuwafanyia wema, huyo number 1. Wa pili ni yule anayewafanyia mabaya kabisa, huyo number 2, huyo ambao akata kizazi. Na watatu, wema wake hatuuyui wala uovu wake hauyulikani, huyo hayambonga. Simejua Swahili, si damu si utungu, salama. Sasa fadhali uwe tamu wewe kuliko uwe utungu. Lakini kuna na sampuli ya tatu, yeye hamuyuli mtu, hamuudhi mtu wala hamfurahishi mtu. Yaani wewe huisi furaha yake wala huisi kuudhiwa na yeye, hayawahi kukuudhi, hayawahi kukufurahisha, huyo hayambo. Lakini bora ni ule ambaye kwamba yeye huwafurahisha wendani wake. Hukumu ya kuunga kizazi katika Uislamu, hakuna ikhtilafu kwa wanazuoni kwamba kuunga kizazi ni wajib, ni lazima tuunge kizazi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambiaje? Bulu arhamakum walau bisalam, unga kizazi hata salamu alaikum tosha. Salamu alaikum tosha. Uko kwenye grupu, sema mimi sitaki grupu bwana. Wengia kwenye grupu la familia. Bwana, kusangine huudhika. Sangine kuna watu hukuudhi, hakuna kuudhio, huudhiwe mwenyewe. Kuna kitu binadamu akiishi nacho, atajahul. Sangine waweza kumwona mtu mpiga mtu makofi, waate nao wao. Lakini ukimwona mtu mpiga mwandani jamaa yako makofi utakasirika. Sasa kwa nini pale usikasirika? Kwa nini alisi makofi? Pale hukutaka kujiudhi, hapa umetaka. Ni wewe umejiudhi, si yeye alokuudhi. Sio umemwona huyo tena mwenzake mangumi kweli kweli, wate wapigane, wate wauane, kandanani vizuri, staili tena mwenyewe anakateka. Lakini akimwona kijana cha kwao, wewe mbona mpiga huyo? Wewe usiniudhi hapa. Kwani yeye amekuudhi, amekufanya? Yeye mpiga yule, wewe pata nini kwa udhika? Lakini umeamua. Maamuzi ya kuudhika na kutoudhika tunayo sisi wenyewe. Sasa wengi kwenye grupu, imetumwa message haikufurahishi, nyama basi tamaza. Lakini wewe kazi yako salamu alaikum, amyambo, mmeinuka salama, hamna neno, inshallah nyote muwazima, asubuhi njema, basi usiku mwema, basi tosha. Bulu arhamakum walau bisalam. Na bulu ni fi'lu amri, unganeni kizazi, ungeni kizazi chenu hata kwa kusalimiana tu, tosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tosha. Sema lakini ule mingi msalimia hanirudishi, wewe fanya lako. Waswahili wana msemo mzuri wameusema, lakini hatuutumii. Tenda wema wenda zako. Hiyo manake wewe usitarajie upande wa pili, usitarajie feedback. Salamu alaikum, alinijibu hakunijibu, assalamu alaikum, basi ni salamu alaikum, خلاص tosha. Amejibu hakujibu, salamu alaikum, tosha. Ametetemesha mdomo, salamu alaikum, kwisha. Kubwa pengine hakusikia, ya salamu. Ona, wajua ukifuatilia sangine utajitia dhiki mwenyewe. Mungu nimemsalimia, mmemsalimia hakusikia, khalas, so utaondoka hakusikia, khalas. Kuna mtu udhika, wewe moyo huyu hasikii, ukimsalimia ukamwambia ule hasikii, miskini usikitisha, basi na mtu kulia wewe hakusikia. Lakini kuna watu hata salamu hawataki katika familia. Makosa. Kuunga kizazi ni lazima, na hukhtalifiana katika kuunga kizazi kwa kukhtalifiana mauqi, posti ulioko wewe. Tajiri kuunga kizazi kwake ni kumsaidia familia ambayo kwamba ni maskini. Maskini kuisaidia ni kuisapoti familia ambayo kwamba ni tajiri, ima kwa kuiombea Mungu, ima kwa kuwa karibu na yeye, ima kwa kutomhusudu. Akiana maradhi mengine, mbona alipata yeye, mbona alipewa yeye? Khalas, Mungu, dhalika fadlullah yutihi man yasha, Mungu humpa mtakaye. Mkazaliwa pata tumbo moja, huyu akawa na akili, huyu akawa na wazimu, huyu akawa tajiri, huyu akawa maskini. Hiyo ndio mipangilio ya Mungu. Sasa kuingilia wewe
uanze i'tiradha ala Allah, kumuingilia Mungu. Kwa nini Mungu hukumu? La. Kwa hiyo kila mmoja asimame kwa ile position Mwenyezi Mungu amemweka katika kuunga kizazi. Wewe shekhe, unga kizazi kwa kuelimisha wendani wasokuwa mashekhe. Jamanini hunu ni munkar, jamanini hili halifai, jamanini hili kadha kadha, jamanini kadha kadha. Angalau japokuwa bil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, kukumbushana tu. Jamanini tumswalie Mtume swalla sallam, leo ni usiku wa Ijumaa, kithirisheni kuswalia Mtume, msikose kusoma suratul Kahfi. Angalau haya. Jamanini msisahau kuombea wazazi waliotangulia. Kila mmoja afanye lile dori Mungu alokuweka, basi tosha. Aya zilokuja kuonesha katika umuhimu wa kuunga kizazi ni aya nyingi, lakini tutasoma nyingine. Na masala ya kuunga kizazi ni moja katika kanuni za Mwenyezi Mungu kabla ya Uislamu. Unajua masala ya kuunga kizazi yako kabla ya Uislamu. Sio Uislamu uliokuja ukaanza sasa wewe muhimu kuunga kizazi. Kabla ya Uislamu, sikiliza Mwenyezi Mungu atuambiaje hapa katika suratul Baqara, wa idha akhadhna mithaqa bani Israila. Walitukua agreement. Mwenyezi Mungu anasema tulipochukua, taja wewe tulipochukua agreement na bani Israila. Agreement yenyewe ni ipi? La ta'buduna illa Allah. Hakuna ruhusa kumtukuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili kuwatenda wema. Hatuko hapo. Wa dhil qurba, familia, mshikane familia. Kisha wal yatama wal masakin. Na cha ajabu, Mwenyezi Mungu akitaka kutaja familia hutanguliza mayatima, lakini kuna wengi hutanguliza mayatima kuliko familia. Hivi Ramadhani kuna watu wanaenda kulisha mayatima, hawakulisha familia. Sijui ametoa wapi kwamba mayatima bora kushinda familia, na hakuna aya yatima amemtangulia familia. Kila aya ukiona dhil qurba utaona mwanzo wa dhil qurba wal yatama. Manake mwanzo wewe usiwafanye familia yako nao wakawa mayatima. Manake leo watu walivyoinua mashikio kwa mayatima, mpaka kuna vijana wasema fadhali na sisi kama tungekuwa mayatima. Wallahi wako watoto namna hiyo, wanatamani ingekuwa babetu amekufa na sisi tungevaa nguo nzuri Idi, ingekuwa babetu amekufa tungesoma skuli nzuri. Akhi, usifanye watoto wakatamani kuwa mayatima. Familia, angalia Mwenyezi Mungu asemaje, wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba, kisha wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Hawa banu Israila baada ummati Muhammad. Mwenyezi Mungu ahimiza kizazi. Aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Musione nyinyi albirri ni kugeuza uso pande wa mashariki wa magharibi. Wema sio hono. Wema ni upi? Asema walakin albirra man amana billah. Birri ni yoyote atakayekuwa muamini Mwenyezi Mungu ndo ametenda wema. Wal yawmil akhir, akaamini na siku ya mwisho. Wal malaika wal kitabu wan nabiyyin. Hatumeiwa. Hatuenda kwenye mali sasa. Wa atal mala ala hubbihi, akitoa atoe kwa kupenda, hashika na salala mdiriri. Wa atal mala ala hubbihi, yani yeye apenda kutoa. Ukitoa toa na wewe apenda, usitoe na wewe wanungunika. Haya, tukitoa tumpe nani? Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba, mwanzo familia, kisha wal yatama. Ya salam, mwanzo dhawil qurba, dhawil qurba mwanzo familia. Si sawa wewe ndo kaangalia mayatima na kuna familia yako. Sasa wewe ni yatima na ni familia. Ya salam, haki mbili. Angalia aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, hii suratul Baqara 177 na hii suratul Baqara 215, asemaje? Yasaluna kama madha yunfiqun, watakuuliza watoe nini? Tataka tutoe shekhe, tutoe nini? Waliulizwa Mtume, qul ma anfaqtum min khairi,
chochote mtakachokuwa mtakitoa katika khairi, katika mali, basi falil walidaini, toeni muwape wazazi. Na wazazi mara nyingi utaona watu wapa wazazi kabla hawajaoa. Akioa hutransfer kile cha mzazi kikaenda kwa nani? Mama. Tena wazazi hupewa second priority. Utasikia mtu kwambia bwana, unajua maisha magumu siku hizi, nilioa na nimepata na watoto, sasa yani ana jukumu la mke na watoto, kisha na wazazi na watazama mimi, yani sasa wazazi la haula wala quwwata, yani yeye tu kwa wazazi sasa ni jukumu. Jua bwana, hali ngumu, sijua mimi nilioa bwana na Mungu akaniruzuku mtoto chap chap. Kwani alikupa chap chap au ni wewe ulimtaka chap chap? Ungeketi wewe na mkeo mbalimbali mwaka mzima angekupa. Ulitaka chap chap si wewe? Mwenyewe ulitia kadi ya ATM ulikuwa unataka zitokeni. Zimetoka note chap chap. Na mashini ni hizi siku za digital na network iko very fast. 5G sio? Sasa angalia Mwenyezi Mungu atuambiaje? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, ikiwa kuna cha kutolewa toa wape wazazi, kisha wal aqrabina, familia, kisha wal yatama. Ya tatu zikutosha wewe kuonesha familia mbora kushinda mayatima, kisha wal masakin wa ibn sabil, wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Subhanallah. Tutosheke na hizi aya tatu. Muangalie na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema nini kuhusu kuunga kizazi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zimekuja hadithi nyingi sana. Hadithi aliyopokea Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala linabii, mtu alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, akhbirni bi'amalin yudkhilni janna. Ya Rasulullah, mimi hakuna kitu nitamanicho kama kuingia peponi, na hakuna mtu hapa hatamani kuingia peponi. Sasa hebu nipe na mimi habari, nielezee ni amali gani mimi niifanye niingie peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a, muabudu Mungu mwanzo, hakuna kuingia peponi bila ibada. Ibada mwanzo, yani kwa kumwamini na kwa kumwabudu. Pili, watuqima sala, watutia zaka, kisha watasila rahim, unga kizazi. Hizi ndio ibada zitakuingiza wewe peponi. Unapokuwa umemwamini Mwenyezi Mungu ukamwabudu, ukawa humshirikishi Mwenyezi Mungu na jambo lolote, wasali takiwavo sio utakavyo wewe, watoa zaka, waunga kizazi, wewe inshallah min alfaizin, peponi moja kwa moja. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, atuambia, iliyopokewa na Anas, inna rahima shujnatun mutamassikatun bil ashr, uzao ni kitandu. Ustadh Badru, kitandu nini? Kitandu pia Mombasa una kitandu. Ni kitandu, sisi ndio uita kitandu hapa Mombasa, kitaga. Ni kitandu kimeshikana na arshi ya Mwenyezi Mungu. Maana yake ule uzao usiuone, yani kile kizazi chako kimeshikana moja kwa moja na arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takallama bilisanin dhulaqi, hunu uzao ulizungumza na Mwenyezi Mungu kwa ulimi uliokuwa fasaha, ulimi uliokuwa yani wazi wazi. Ukamwambiaje? Allahumma, Mola, sil man wasalani, atakaye kuniunga mimi na we muunge. Yani ombi lake alimuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi. Sikuna watu wakipata nafasi enda wakaomba maombi, au walipata nafasi kwa Mwenyezi Mungu akamwambia, ya Rabbi, ombi langu atakaye kuniunga mimi na we muunge, waqta man qata'ani, na nikate na mimi mkate atakaye kunikata. Yule ambaye kwamba atakuwa hana hamu na kizazi, haungi kizazi, akikata kizazi mkatile mbali. Haya, ombi limepekwa kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye atajibu nini? Asikiliza. Mwenyezi Mungu asema, ana arrahmanur rahim, mimi ndiye arrahmanur rahim, mimi ndiye arrahmanur rahim. Tumejua wewe ni arrahmanur rahim, bado tunataka kujua ombi letu limekubaliwa.
inni ishtaqtu lirrahimi min ismi, hilo jina hicho kizazi kwa Kiarabu chaitwa rahim. Kizungu itwaje kizazi? Au wazungu hawana kizazi? Kizungu itwaje? Family. Haya, family, usiongeze plani tu. Inni ishtaqtu, mimi nimelitoa hili jina la rahim min ismi, kutokana na jina langu. Mimi ni Ar-Rahman na mimi ni Ar-Rahim na hili ni Ar-Rahim. Faman wasalaha, hukumu yangu, majibu ya ombi lako, atakaye kuunga hicho kizazi, wasaltuhu, na mimi nitamuunga. Waman qata'aha qata'tuhu, na riwaya nyingine waman nakathaha nakattuhu, mwenye kuvunja, mwenye kukikata, na mimi nitamkata. Ikiwa wewe utakatwa na Mwenyezi Mungu, nani atakayekuwa na faida ya kukushika? Wallahi, shikwa na maraisi wote, ikiwa hujashikwa na Mungu hakuna maana. Na katwa na walimwengu wote, ikiwa umeshikwa na Mungu wewe huna hasara. Ndugu yangu, hakuna kitakao kufaidisha ila kama kushikana na kizazi chako, na hakuna hasara utakao kuipata kama utakapokuwa wewe hukukishika kizazi chako. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, iliyopokewa na Abi Dharr al-Ghafari radhiyallahu anhu, asema awsani khalili, amenusia mimi Mola wangu, alla ta'khudhani fillahi lawmatu laimin, mimi siogope kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hata watu wakanilaumu, wewe mambo gani ufanyayo, wewe miondoko gani uendayo, wewe maadamu kwa Mungu mimi niko sawa, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, qulillaha thumma dharhum fi khawdin, wewe sema Allah, wala sikisha wawate wao, kila mmoja apige nduru zake. Ni kawaida watu huwa atakuja kwamba ile ukiwa utasikiliza wewe, wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka sabili, ukiwatii kila mmoja ukwambia hili wewe wewe angalia kwa Mungu uko sawa, khalas bas, thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, kisha watu wapige makelele. Yamejua Swahili kwambia watasema mchana, lakini wewe hutolala usiku mzima uwafikirie. Yule asemao mutasema mchana, usiku mtalala, halali yeye, si angalau angelala yeye. Hulala wao walomsema yaka kosa usingizi, na ndio dawa yake ni moja tu, kabla hujalala sema ya Rabbi, kila alonisema vibaya mmemsamehe, wallahi utalala kwa raha. Si ushasamehe sasa, kuna mtu amekukosea, ukiwa wewe umesamehe maana yake kosa liko خلاص. Ukitaka kujua walalao vizuri ni wale wasofikiria nani amenikosea, خلاص huo ndio hulala vizuri. Na anayekosa usingizi wengi ni wale ambao kwamba fikiria alikuwaje akanitaja, yani mimi mambo yote nimfanyayo yule mbwa sana, yule mbwa ni wewe, yeye amelala wewe hulali. Maana mbwa halali usiku mpaka alfajiri, mbwa usiku halali, alfajiri wewe toka enda msikitini utaona mbwa utamela. Sasa yeye alokutaja amelala, wewe kwa nini ukosa usingizi? Mwambie alitaka kunikosesha usingizi, mimi ndo nakoroma swala. خلاص. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema awsani khalili alla ta'khudhani fillahi lawmatu laimin. Wasia wa kwanza. Wasia wa pili, wa awsani bisulati rahimi wa in adbarat, na amenusia mimi niunge kizazi hata kama kile kizazi hakinitaki, hawanitaki, mimi nawataka. Kwa sababu mimi siwataki kwamba ni nyinyi, mimi nawataka kwamba alopanga nyinyi mwe kizazi changu ni nani? Allah. Ndugu yangu, hakuna alojichagulia nasaba, mimi nizaliwe na fulani, nizaliwe kwenye ukoo wake na fulani. Ni makosa unapomwambia mtu mimi na wewe tumezaliwa ndugu by mistake, yani Mungu ufanya jambo by mistake. Hili ni kufuru, hili ni kutoka katika mila. Mimi wallahi najuta kuwa ndugu yako, najuta wewe kuwa babangu. Kwani wewe uliapply? Kuna application yoyote mtu? Na ndio ukaambiwa huwezi kumtia mtu ila kwa familia alozaliwa. Wewe tambue wewe kina fulani. Sasa kina fulani nilichagua mimi na wewe ulichagua wewe kwa kina fulani. Huwezi kumtia mtu ila kwa rangi. Hakuna alopeleka application ukaambia blue au red au pink au purple.
Mungu ametaka huyo awe mweupe, Mungu ametaka huyo mweusi. Huwezi kumtia mtu ila hilo. Mtu utiwe ila kwa kitu kimoja tu, tabia, kwa sababu ndio chaguo. Tabia ni chaguo letu, Mungu ametuatia. Wataka kuwa na tabia gani? Fidhuli ni wewe mwenyewe, mkarimu ni wewe mwenyewe peke yake, lakini jambo jingine lolote huwezi kumtia ila mwanadamu. Bali wakati wa Nabii Allah Musa, bwana mmoja alimuona mbwa mweusi, amemjia mbwa, hasa mbwa makoko, wapenda sana kujikurubisha na watu. Badala mbwa mwenyewe amejikurubisha na wewe, mawili, ima mpumbaze, yeye akamtia mate, ondoka leo, tisha kama nini. Jini wahi. Mwenyezi Mungu akamtumia message Nabii Allah Musa, mwambie hoyo, ataibu sanata am taibu sani? Kosa liko kwa mbwa au kosa liko alomfanya mbwa kwa mweusi? Unaona hatari? Angalia sura, tisha kama Sasa huyu amejitengeza, ametengezwa na Mungu. Alomfanya tisha nani? Uitambui, uioni, mwangalie. Wewe huna kioo kwako? La haula wala quwwata. Mtia ila Mungu wewe. Naende ule alotuambiaje? Amemuumba binadamu fi ahsani taqwim. Wewe sema la Muhammad, angalia, tafikiri banga muyo banga kama muyo nenda huko. Tulipokuwa vijana sote tuambiwa, usitoke kuna banga. Mpaka hiyo wewe banga huko, mashallah, uishi kweli. Kwa hiyo wasia ameambiwa, unga kizazi, wa in adbarat, hata kama hakikutaki kile kizazi, wewe kiunge. Na katika hadithi nyingine iliyopokewa na Abdullah bin Salam asema, lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Madina, mtume alipokuja Madina, yani mtume mwanzo kuja Madina, injafala an-nasu qibalahu, watu wakamkimbilia, kila mmoja mkimbilia mtume ameingia sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bakhti yao leo sisi tutakukimbia Madina kwenda, watu tukataza. Sikia watu, kila mmoja amesikia mtume ameingia, amefanya nini? Mkimbilia. Sisi uko Madina, tukimbilia Madina, twenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu tukimbia. Profesa asilimu kwa ajili ya watu waenda Madina, asema mimi sijaona mtu anafuatiwa kama huyu, amekufa na watu toa senti kwenda kwake. Huyu haiwezekani, kwa ni mtu wa kawaida. Hayo kuna Waislamu kwambia musende Madina, wana akili kweli? Asema injafala nasu qibalahu, watu wakamkimbilia. Waqila, kawa kila mtu usema qadima rasulullah, qadima rasul, mtume amekuja sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ya salam, tamani na sisi tungekuweko. Wallahi bakhti yao. Na sisi inshallah Mwenyezi Mungu hatukoseshi kumuona hapa na kesho akhera. Wallahi, ona kila kitu kiwa hutamuona mtume haina maana. Nakosa kuona kila kitu madamu utaona uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe umeona kila chenye maana. Mungu asitukoseshe kuona uso wa mtume hapa duniani na kesho akhera. Ukitaka kumuona utamuona. Huyataka tu, huyataka kumuona extra na actress, lakini ukitaka kumuona mtume wallahi utamuona. Na wallahi ukimuona yeye ukioni kingine kizuri hakuna, wala hakitotokea, wala hakiyaumbwa kizuri kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam tarid an-nisaa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, barakallahu ahsanu ma yasha'u. Sallu ala an-nabi. Asema fajitu fi an-nasi li anzura, na mimi nikaja watu kila mmoja mwenda wapi nyinyi? Kuna mtume huko. Si leo utasikia amekuya kiongozi sijui nkinyozi, wenda wapi? Nenda sijui fulani uko leta houses, fulani sijui uko Tononoka. Nyinyi munani? Wakaenda wakirudi ulalamika, hatukupawa lolote, hatukufanywa lolote. Ngamepata thawabu kumwangalia yeye? Wameketi juani, wakateswa na jua, wakachomeka na jua, hawakurudi. Wamerudi chembechole, msemo wa Kiarabu, rajaa biqarnai himarin. Waarabu mtu akaenda mahala akirudi mikono mitupu, sema amerudi na pembe za punda. Maana yake amerudi bila kitu. Punda na pembe, maana yake amerudi bila kitu.
ndio sisi tungumilia kwenda kumwangalia fulani. Sasa sikia, asema kila mtu toka, wenda wapi? Mtume amekuja sallallahu alaihi wasallam. Sema na mimi nikenda. Fajitu fi nnasi liandhura falamma tabayanat wajhuhu, nilipouona uso wake. Sema nilipouona uso wake, huyu hajasilimu. Asema araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadhab, nilijua huu uso haujui kusema urongo. Wallahi kuna nyuso zikikuelezea jambo huwezi kumuuliza kweli, na kuna nyuso mwambia bwana usindanganye bwana. Hata akikwambia mai ya pwani yana chumvi, umuuliza kweli? Angalia, huyo hajasilimu. Asema nilipouona uso wake nilijua tu hunu uso laysa biwajhin kadhab, si uso wa kusema urongo. Sasa ameuona. Asema fakana awwalu shay'in sami'tuhu takallama bihi, ikawa kitu cha kwanza nilokisikia mtume akikizungumza Madina, ndo mtume ameingia Madina, speech yake ya kwanza aizungumza ni hini: ya ayuhan nas, enyi watu. Manake hapo ulikuwa kuna waislamu na wasiokuwa waislamu, na hii ndio uhodari wa kuzungumza. Sio wewe umekwenda kwenye mahala kuna waislamu na wasiokuwa waislamu, ndugu zangu waislamu na wasiokuwa waislamu, umewatenga. Mwambie ndugu zangu mlohudhuria hapa, asiokuwa muislamu ndugu yako kibinadamu, alokuwa muislamu ndugu yako kwa kiimani. Ya ayuhan nas afshu salama, fanyeni bidii mueneze amani, hakuna kitu kama amani. Wa at'imu ta'ama, jitahidini kuondosha njaa. Wasilul arhama, ungeni kizazi chenu. Silul arhama wasallu bil-laili wan-nas niyam, fanya bidii usikose kuinuka usiku ukaswali. Watu wakilala angalau na wewe inuka uswali. Natija tadkhuluna aljannata au tadkhulu aljannata bisalam, taingia peponi kwa amani. Wataka kuingia peponi kwa amani, hakikisha wewe ndio chimbuko la amani. Mtu akikuona wewe ajua kwamba waloteta watapatana, walotengana watakurubiana, wasosemeshana wataulizana. Lakini kuna watu ukimwona bismillah sijui atazua nini leo, ya latif altuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir, soma nyiradi zote, manake ajua huyu lazima kuna majanga atayazua. Ya akhi, kuna watu ukiwaona wewe ukosa raha, ukiona wewe huingiwa na kibabaiko. La, afshu salam, kuwa wewe ni chimbuko la amani kwako wewe. Mtu akikuona wewe apata amani, apata peace of mind. Lingine at'imu ta'ama, hakikisha una uwezo wa kumfanya mtu asilale na njaa, fanya bidii. Una uwezo wa kumsahilisha mtu kupata riziki, msahilishie. Wasilul arhama, tuunge kizazi. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia ashabul jannati thalathu, ukitaka kujua watu wa peponi ni hawa watatu. Hawa ndo watu wa peponi. Asema mtu wa kwanza, sultanun dhu sultanin musaddiqin muqsitin muwaffaq, mtu ana uongozi, sawa ni uongozi raisi au tini yake, lakini awe na sifa hizi: mkweli, akisema kitu fulani kitapungua bei, kitapungua kweli. Sio kwambia gesi itapungua kumbe gesi ya tumbo. Asema kweli. Dhu sultanin musaddiq, mtu amewaahidi. Yoyote mwenye power akiahidi awe mkweli. Sifa ya kwanza musaddiqin muqsitin, mwenye kufanya uadilifu, habagui, anastahiki apewa. Na hili ndio tatizo lilioko hasa kwetu Afrika, kuangalia. Wajua mambo mengi yenda kimsobe msobe huku kwetu,
kwa sababu kupeana, mnaitaje, kwa influence. Huyu ni wangu nitampa, anao professional, anao ujuzi, astahiki kuisimamia hiyo kazi. Kule kupeana majukumu kwa wasostahiki ndipo yafanywayo mambo yakawa shaghala baghla. Lakini ingekuwa kila mahala imamu anajua kuswalisha, sio mtu ayua kusoma Qur'ani. Swala ni kitu tofauti na kusoma Qur'ani ni kitu tofauti. Aweza kuwa mtu ana sauti nzuri lakini hajui arkanu sala, hajui shurutu sala, hajui makruhatu sala, hajui mubtilatu sala. Ndani ya swala akidangana hajui afanye nini. Mfanye nini hapa? Fanywa iye. Sasa wewe wajua kusoma Qur'ani lakini hujui swala, ketu tusome Qur'ani. Khatibu apewe anayejua kuweza kuitumia mimbara akaipa haki yake, sio apande hapa kisha watu wakitoka msikitini badala ya kushikana wameanza kukatana. Yeye ni tafrika baina nas. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa na Mwenyezi Mungu avunje msikiti. Hawa wamejenga ni msikiti, lakini msikiti malengo hautumiki, hatotumia malengo ya msikiti. Kwa hiyo vunja kisha choma, hata athari sibaki. Haitoshi kuvunja na choma pia hiyo msikiti, kwa sababu athari yake ni mbaya. Ni tafrika baina almu'minin, kutenganisha waumini. Na hiyo misikiti mingi kazi yake ni hiyo. Baada ya kuweka waumini karibu, wametia waumini chuki. Huyu amsalimii huyu, huyu humtukia huyu, huyu humtukana huyu, huyu mdhalilisha huyu, huyu mkosea heshima huyu, badala kuwafanya watu wakunu ibadallahi ikhwana. Sasa asema dhu sultani musaddiqin muqsit muwaffiq, yani kile akifanyacho yuwafanya kwa namna itakiwavyo na sharia. Huyu wa kwanza mapeponi, kwa maana ni mtu ana power, ana nguvu, lakini ana uadilifu katika matendo yake, ana istiqama katika mambo yake, ana kutenda wema katika wale alokuwa amewatawali au ana nguvu juu yao. Huyu wa kwanza. Mtu wa pili, wa rajulun rahimun, mtu mpole, raqiqul qalb, moyo wake laini. Kwa nani? Likulli dhi qurba, kwa kila familia. Kuna watu ukimuona mashallah usema mashallah ana tabia nzuri, angalia kwa familia yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema khairukum li ahlihi, alofaulu ni anaofaulu kwa nyumbani, kwa familia. Wewe watoto wako ni vipi? Wewe jamaa zako ni vipi? Je, jamaa zako wakijua wewe waje nyumbani wawa vipi? Kuna watu wakitoka nyumbani Idi huanza. Unajua maana Idi? Idi maana yake ni nini? Furaha. Idi maana yake furaha. Yani wewe ukiaga, haya jamaa mimi nasafiri, haya wende salama kutoi. Watu wote wafurahia nyumbani. Na akiambiwa waje kila mmoja, haya malizeni homework mapema, uyao yao baba, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Haya TV, remote wa kisikia kengele zima kabisa. Yani wewe ukipiga simu ukamwambia mkeo, mke wangu, naam bwana, ilikuwa kesho naja lakini nimeambiwa bwana imekuwa postponed. Hamna neno mume wangu, endelea tu, tuko sawa sisi. Yani ana furaha. Wewe jua hupendwi, lakini kwa nini bwana sikubali watoto huku kila. Wewe nikupe kaida moja, unapopiga simu ukiwa safarini, usipoulizwa warudi lini, jitilie shaka. Hupendwi. Na ukiomba ukiaga safari, ukiona ombe wa Mungu, inshallah uipate, inshallah iwe, inshallah wende, inshallah tena upate visa, badala ya miezi 6 upate visa ya mwaka. Yuwa wewe umekula kwako. Wewe si mtu mwema. Sasa angalia mtu wa peponi asema rajulun rahim raqiqul qalbi. Yani mimi ushangaa baba na mama
mmoja aseme huyo mpenda babake kushinda mimi. Alimpenda vipi? Baba alijipendekeza, sema mimi nifanyavyo, haiwezekani. Wajua, kwanza kuna zitu, si mada yangu, lakini mimi kwamba takhsusi yangu katika malezi, kuna kitu kimoja sisi hatufahamu katika watoto. Hakuna mtoto ambaye akubali sitaki. Sitaki kwa mtoto ni uadui. Usimwambie sitaki, mwambie sawa. Nataka nini? Sawa. Usimwambie nitakupa, sawa. Wewe mwambie sawa. Wajua kumwambia nitakupa ni promise hiyo. Ubidi lazima ufanye nini? Baba atakwenda kwa pwani, sawa, subiri. Baba atakwenda sijui leta house, sawa, subiri. Baba, kisha wewe mwambie, waonaje tupange siku nyingine? Leo kwa sababu wajua mimi nina kazi. Wajua maadamu hujamwambia sitaki, ule mtoto katika akili yake haoni kwamba wewe hutaki. Lakini neno sitaki yeye alielewa, na sitaki ndio min akbaril munaffirati lil aulad. Jambo kubwa linawafanya watoto wakukimbie ni sitaki. Hatokaa na wewe, sitaki unichafulie nguo. Kesho mwambie baby njoo, hatokuja kwa sababu jana ulimwambia sitaki. Si ulithamini kanzu yako kwamba ni mpya asiichafue? Kesho wewe mwito umeona kwamba no. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mtu wa peponi ni ule rajulun rahim, ana sikitiko kwa familia. Akiingia nyumbani kila mmoja huyo mrukia huku, huyo mrukia. Jamani, hebu sawirisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam uko ndani ya swala, Sayyidina al-Hasan imempanda kwenye maungo, Sayyidina al-Husain imempanda kwenye shingo. Wewe nyumbani mwanao aweza kupanda shingo? Subutu. Licha kupanda shingo kudara ndevu hucha. Jiulize wewe, ushawahi watoto wako kushikashika ndevu? Subutu. Sahihi. Mpaka siku moja Abi Huraira radhiallahu anhu amuona Mtume sallallahu alaihi wasallam yuatambaa kama mnyama hivi, kama punda au farasi, na Sayyidina al-Husain uko yu. Akamwambia Sayyidina al-Husain, bora alopanda kipando ni wewe. Mtume naye akamjibisha akamwambia, na bora kipando hichi kilopandwa kimepandwa na yeye. Maana kama kuna kipando bora cha kunipanda mimi ni huyo Husain. Bakhti yake. Wewe mwanao akwambie, wewe wajua mimi ndo mimi Mombasa ndio fulani mimi. Wewe fulani. Ule alikuwa ni mtume wa ulimwengu mzima sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini alikuwa sahlul manal. Rahisi. Hata mtume huja akamshika mkono, twende ukanipeke mahala fulani, akamfuata. Sasa jiangalie, unataka kujua peponi? Asema rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba, kwa kila familia. Je, wewe familia yako yakupenda? Familia yako yakukumbatia? Familia yako yakufurahikia? Wa muslimi, na kwa Waislamu wa kawaida. Mtu wa pili. Mtu wa tatu, wa afifun, na mtu mwenye kujikataza na machafu. Mutaaffifin, ajilazimisha. Dhu iyalin, una familia, ana familia lakini akataza, ima kukataza yeye au kuwakataza wale na mabaya. Hawa ndio watu wa peponi. Naona wakati umeenda. Familia ni ipi? Familia ambayo kwamba ni lazima tuiunge. Wanazuoni wamekhtalifiana ni ipi familia ambayo kwamba yafaa sisi tuiunge. Wengine wasema ni wale maharimu zako, kila ambaye kwamba hafai kuolewa na wewe na wewe hufai kumuoa yeye. Hafai kisharia, si kimila. Manake sisi tuna mila. Sijui mtoto wa mama mkubwa na mama mdogo, hao wote wafaa kuolewa. Sijui mtoto wa baba mkubwa na baba mdogo, hufai kuwakusanya tu, lakini waandame mmoja mmoja ukiwaoa mpaka uwamalize, hakuna neno. Kuwakusanya kwa pamoja hafai, lakini waweza kuoa babako mkubwa, yani ami yako ana banati 9, oa kwanza muate, oa pili muate, oa tatu, sharia kuruhusu. Sasa huyu haitwi maharimu. Maharimu ni ule ambaye kwamba wewe baina yako wewe na yeye kuna haramu wa kuoana tena kinasaba. Manake kuna watu ni maharimu lakini si asala. Mimi nikimwoa mwanamke mama yake ashakuwa maharimu yangu, lakini je, kama alikuwa siamuoa ule ngemuoa mamake? Mimi nikioa mwanamke binti yake kama alizako kwa mwingine ashakuwa maharimu yangu, lakini si kia swala. Lao sikumuoa ule mama ngekioa hichi binti.
Sasa huyu haingii katika familia, ni maharimu kwamba hafai kumuoa, lakini siye maharimu huyo alokusudiwa. Takunu bainahum qaraba bihaithu law kana ahaduhuma dhakarun wal akhar untha lam yahil lahu nikah al akhar. Hii kauli ya kwanza. Kauli ya pili, manake mashangazi, makhalati, hawa wote ni katika maharimu. Kauli ya pili ni kwamba hata hawa first cousin na second cousin na third cousin na fourth cousin na fifth cousin, endelea tena sisi, yani kijana cha manake maadamu kuna anayeniunga na yeye hata kama kwa mbali, au kwa lugha ya Kiarabu huitwa dhawil arhami, hawakurithi lakini katika familia yako, hawa lazima uunge zao. Naam. Silatul rahim, vipi tutaweza kuunga kizazi? Asema yani ni mambo gani yatatufanya sisi tuwe twaunga kizazi? Ni kwa mambo gani kuyafanya? Kuwatembelea, kuwazuru, kuwaalika, kuwajulia hali. Vipi watoto waenda shule, watoto waenda madrasa? Na siku hizi imekuwa shule maskini, madrasa mpaka waitae baadaye. Maana wengine wako shule tu, hawana hata madrasa. Na haswa sasa zimezuka hizo madrasa skuli zenye madrasa, si madrasa zenye skuli zina, yani madrasa ni spare. Sisi tunataka madrasa zenye skuli, hapo itakuwa kweli. Hii ni madrasa lakini ndani yake kuna skuli, yani madrasa iwe wali, skuli iwe nini, kitoweo. Lakini kinyume, skuli ni wali, madrasa kitoweo, na siku zote kitoweo huwa kidogo kushinda kuliko kile chakula. Hizi kudanganyana, mmoja katika ndia za kuvunda hizi madrasa. Kadhalika uwape chochote, uwasaidie katika mali yako ulionayo. Kadhalika kuheshimu mkubwa, kumsikitikia mdogo, kuwaweka katika level, kila mmoja umweke level yake. Kadhalika kushirikiana na wao katika furaha kwa kufurahika, na kwenye huzuni kwa kuhuzunika. Maana zingine mtu atakuja harusini lakini hasa kwa harusini wewe kutuonesha uso wa hasira. Wewe umekuwa harusini hata mabruku inshallah. Ya akhi, fadhali usiwe ukienda hapa au umekuwa matangani. Wewe umekuwa matangani ni stories za kuteka. Wewe ushishwe mbavu. Wewe umekuwa hapa watu wana huzuni, wengi fereko. Mmoja fereko. Yani ya kila jambo yote. Ukishirikiana na watu kwenye matanga, na wewe kwa matangani, idha kunta fi amrin fakum fihi. Wenyewe ukwambia ukenda Mui Watongo, na wewe funga lako, na ukiwa kwenda mahala watu wamfungua mawili, kama una tatu pia liengeze. Kwenye furaha furahika na wao, kwenye huzuni usituilie kinyume. Kuna watu wallahi usikitisha, mkwenda harusini kiingio nini atakuonesha yuko serious. Ya akhi, haitofaidisha nini chochote. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin khalas, wajhin bashush, uso wa furaha. Mtu mwingine salamu alaykum, salam, basi andani boxing taya kabisa. Ya akhi, usalimia salamu alaykum. Yani haya meno jamani, alhamdulillah Mungu amejalia meno si tupu. Kuna watu meno yao hayaonekani, zote finikiani. Wewe muoneshe mwendani wako smile, tabasamu. Ukitabasamu humuondoshia mwendani wako hamu. Ukitabasamu kwa mjuae huzidi mapenzi. Kwa usomjua humfanya atake kuwa karibu na wewe. Yule kila kiniona hiyo tabasamu sijua anijua au anifananisha. Na ukitabasamu kwa ambaye hakupendi, la unavomfanya hakasiriki. Wanilekul mutu bighaidhikum, wenye wivu wajinyonge.
uzidi kuumia. Yeye ufanya kuudhi, lakini salamu bwana mzip, huyu hakupata zile habari kwamba mimi ndo nilomfanyia kadha na kadha. Nimepata, sasa mfanyeni. Wewe unataka kufanyeni? Sio wewe unataka kuniudhi. Ukitaka kumuudhi atakaye kukuudhi usiudhike. Hiyo ndio dawa. Ukitaka kumuudhi, anayetaka kukuudhi, dawa yake nini? Usiudhike. Taudhika yeye. Kadhalika kwenda kumtembelea mgonjwa au kumjulia hali, vipi nasikia fulani uko hospitali, vipi hali yake, aendeleaje, ana neno nini zaidi, daktari asemaje, daktari ameelezea nini, una nasaha uwape, waelezee. Kadhalika wakifa, nenda kazike. Wewe basi mgonjwa kwenda kumwangalia, kuzika pia. Wewe kwenye familia lako kubwa lipi? Huna lolote. Kadhalika ukialikwa, kuna mwalishi, kuna mkutano leo, kuna kukutana leo, kuna sijui posa italetwa sijui nini, usikose, nenda, ile ikiwa una udhuru. Kadhalika salamatu sadr, kuwa clean heart na familia yako, siweke kinyongo. Walokosana, kiwa mmoja katika familia wamekosana, jaribu kila aina ndia uwapatanishe. Mtume sallallahu alaihi wa sallam asema katika maana ya hadithi kwamba katika amali njema ni kumwogopa Mwenyezi Mungu na kupatanisha familia, na katika amali mbaya ni kumwasi Mwenyezi Mungu na kugombanisha familia. Adua lahum, kuwaombea Mungu, ngawaombee. Wewe basi ingia kwenye grupu angalau kila siku, Mungu awape mazuri, Mungu atupe furaha, Mungu basi ombea Mungu. Wewe usikuombea Mungu, useme jamani nini, hebu tuheshimianeni. Wewe kazi yako maneno makali tu, ombea wandani wako Mungu. Kuamrishana mema, kukumbushana mema, kukatazana mabaya, kadhalika yatakikana jambo kama hilo. Kuunga kizazi kuna faida gani? Kuunga kizazi, faida yake, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia katika hadithi tuliwahi kuisoma huko nyuma, asema alipoulizwa ni ipi ibada njema, akasema ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na usimshirikishe, na uswali na utoe zaka, utaingia peponi. Haitoshi katika natija ya kuwa wewe unapounga kizazi ni sababu ya kuingia peponi. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia kwamba kuunga kizazi ni katika sababu ya kupata mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna silata rahimi mahabbatun fil ahli, kuunga kizazi yaleta mahaba kwa familia. Matharatun fil mali, hubarikiwa katika mali. Na hapa nataka nukta nifahamishe, kubarikiwa katika mali si kwamba ukiona milioni moja zitakuwa mbili. Ina maana hutotumia ile milioni moja ila kwa kinachostahiki. Wallahi kuna watu hutumia pesa kisha sijui hata mmenunua kwa ajili nataka kufanya nini, hata sijui. Wallahi mmepita dukani nikakiona kanunua, sasa wajiuliza ufanye nini, hujui. Yani mali yako yapotea kiholela. Ni wangapi wana vitu na wana viatu hawajawahi kuvivaa? Kwa nini ulinunua? Anisipenda tu. Hukuzipenda tu, Mungu hataki kukubarikia katika mali yako. Wapoteza, ungemsaidia maskini. Umenunua hujazivaa, zitoe sadaka, huzitoi pia. Iko siku utazivaa, tutakuvalisha kwenye sanda. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, man ahabba an yusata lahu fi rizqihi, atakayekupenda riziki yako ikunduliwe, yani kile ukipatacho kitakutosha. Ndio maana yake, si kwa kwamba wewe ukila katika meza yako utakuwa biriani, pilau, mandi. Ile sima utakaokuila Mungu atakujalia ukinai kwa sima yako, si kila lao mandi amekinai. Man ahabba an yusata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi, na apewe umri
mrefu, si maana utapewa umri zaidi ya ule ulioandikiwa, lakini umri ule utaufanyia kazi kisawasawa. Ni wangapi wameishi umri mdogo wamefanya mambo mengi? Ni wangapi wameishi umri mrefu hawana lolote walofanya? Sasa mazingatiwa si kuwa umeishi umri kiasi gani, miaka mingapi. Wenyewe wazungu wakwambia is just a number, sio ile kuna mimi na miaka 70 ni namba tu, lakini matendo ya miaka mingapi unayo wewe? Kuna watu wameishi miaka 70 hata matendo ya mwaka mmoja hawana. Ukimuuliza wewe katika hii miaka 70 hapa mtaani unalipi ulolifanya ambalo kwamba watu wa mtaani waweza wakakukumbuka? Nothing. Sasa faida ya miaka 70 ile inalipi? Na kuna mmoja amekuja juzi tu hapa, amekaa mtaani, watu wote wamhimidi, majirani wamekuwa usikilizana, watu wamekuwa upendana, watu wamekuwa hushimiana, ametolea fikra hii, akatolea mawazo haya. Ya ndo huko ndo kubarikiwa katika umri. Faliyasil rahimahu, aunge kizazi chake. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa sallam asema, laisa shay'un atya'u Allahu fihi a'jalu thawaban, hakuna kitu takachokumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambacho thawabu yake pap pap hapo kwa hapo kama kuunga kizazi. Aungao kizazi ni pap pap, ukiunga pap pap. Mimi nakumbuka bwana mmoja, huyu bwana, angalia leo, kabla kupaichikiswa wale watoto wanaofaulu skuli, kuna makampuni utafuta wale watoto walopata ma-A wakawasema watawasomesha. Kweli si kweli? Na pengine miskini kuna mmoja ni mtihani tu amefeli, lakini yuko sharp. Wajua mtihani sio uhakika wa mambo. Kuna watu faulu kwenye mtihani, lakini ukija kwenye mambo ya uhakika hana chochote. Lakini kwa mtihani yeye hifadhi tu, singataandika andika, lakini kumwambia leo alioandika kuelezea hayajui. Hamjawaona nyinyi? Kuhifadhi na kuelewa ni vitu tofauti, lakini walimu wa skuli wengi hawataki kuyakubali hapo. Si kila alohifadhi aelewa. Kwani wale walohifadhi Qur'ani waielewa? Hata watukue wao ndio watufasiri, watatufasiria. Kuhifadhi kitu kando na kuelewa. Sasa wewe umepewa karatasi, jaza swala aya sura fulani, utayaza wewe, umehifadhi hatueleze maana yake, hawajui lolote. Sasa kuna watu katika familia mashallah vijana mahodari, lakini hawana kuwasimamia. Sasa kuna huyu bwana mmoja akawa yeye, likitokea jambo la familia, mtoto atamsomesha nini kukatokea siku hiyo, kukatokea ndugu yake akafariki, kama ndugu yetu Imtiaz alipoondokewa na ndugu namna ile ile. Yani akaja akaambia wale watoto, babenu alikuwa na deni gani? Akamwambia kuna mtu amdai, nipeni namba yake. Akampigia, bwana lile deni la ndugu yangu lote mmelibeba mimi, hajui ni deni gani. Bwana alipokuja kuambiwa, ambiwa 2.5 milioni. Mesa ule bwana akaenda akatoa pesa 2.5 milioni pale pale akamlipa, ili wale vijana sasa waone kwamba alhamdulillah babetu yuko safe. Yule bwana anambia, ustadhi, haikupita siku 2 kulikuwa kuna property mimi naiuza kwa bei nitakayo mimi ni 5 milioni. Ametokea mzungu, nimemwambia nataka 10 million, amenilipa hapo hapo. Yani Mungu amenipa tena mara 2. Mzungu amwambia hataki kubageni, tumalize deal, sio mnahitaje, tufunge deal 10 milioni. Yeye ametoa 2.5 milioni, kitu alikuwa akiuza 5 milioni kimenunuliwa kwa 10 milioni. Zile 2.5 milioni Mwenyezi Mungu asemaje? Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna kitu ambacho kwamba chalipwa pap pap kama kuunga kizazi, na hakuna kitu kibaya chalipwa pap pap kama kukata kizazi. Badeka ngao ustad. Tayari nimalizie sasa, nieleze jamanini ubaya wa kuunga kizazi hapa sasa.
Hapa sasa sikilizeni wale walokata kizazi, sikilizeni wale waloteta. Kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam asema qati'ur rahimi mal'un, analan. Sayyidina Ali bin Abi Talib asema qati'ur rahimi mal'un wa imma tawasatul Kaaba, anayekata kizazi hata kafa katikati ya al-Kaaba. Siwaambia ukimtoa mashaallah amekufa Maka, hata Abu Jahali amekufa Maka. Kwani kufa Maka ndo hoja? Abu Jahali amekufa Maka, Abu Lahab amekufa Maka. Kuna shaka mtu na Abu Jahali amekufa Maka na Abu Lahab amekufa Maka? Faida ya kufa Maka, ukifa umekata kizazi hata ukafa ndani ya al-Kaaba, no way, mal'unun wa fanalana. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asemaje? qati'ur inna amala bani adama tu'radu kulla khamis, amali za waja wangu kila usiku wa Alhamisi kupambaukia Ijumaa huoneshwa kwa Mwenyezi Mungu. Fala yuqbalu amalu qati'i rahim, Mwenyezi Mungu husema zitakabalini amali zote, ila wale walokata kizazi usimkutakabalia. Hakuna ofa hiyo, hakuna ofa ya mtu ambaye kwamba amekata kizazi kutakabaliwa amali yake. Bali katika hadithi nyingine, la turfa'u salatuhu fawqa rasihi shibra, ile swala licha kufika kwenye ukuta hata kwenye kofia ifiki. Wale waloteta, ndugu yangu, utese hautokufalia, patana na familia yako. Na ukisikiza ukiulizia la msingi ateteao mali yenyewe ya mirathi, anayerithiwa amekufa, na wewe sasa ukipewa ndo utaishi. Ingekuangalau mali ya kurithi ndawa ya kutokufa, kila hata mimi ningepigania, lakini wewe upiganie mali ya mtu alokufa na wewe mwisho. Sasa wewe hata kitu ambacho kwamba ukikikosa hakuna ibada itakayokubaliwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yadkhulul jannata qati'u rahimin, pepo ya Mungu labda ile ya shelamu ama ya Mungu haingii peponi alokata kizazi. Kwa nini tukate kizazi? Kwa sababu gani ya msingi? Kwa makubalio gani ambao kwamba sharia imetuambia katereni? Sasa angalia Asma binti Abi Bakar dhinni taqaini, huyu ndugu yake Sayyidatina Aisha asema kadima ummi wa hiya mushrika, mamangu alikuja kutoka Maka amenijia mimi Madina, na yeye ni mshirikina, si Muislamu, haswali, hamkubali Mtume. Akamwambia ya Rasulullah, mamangu yuaja, niishi naye vipi? Si Muislamu, najua atakuwa na mambo si ya Kiislamu. Mtume akamwambiaje? Sili ummaki, keti naye vizuri mamako. Wewe angalau babako alhamdulillah pengine huvuta bangi, lakini Muislamu mstaki bwana yule baba uvuta bangi. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambiaje? Wa in jahadaka, lao wakakulazimisha wakakutendesha nguvu, ala an tushrika, fanya ushirikina, sawa, nenda kwa mchawi, nenda kafanya uganga, nenda kaangaliliwe. Mwenyezi Mungu asema fala tuti'huma, usiwatii, usiwasikilize. Hapo waweza kuambia sawa, usifanye. Sawa baba nitakwenda, sawa nitafanya, usifanye. Lakini ndo mkate baba, bwana ananiambia mimi kafanye nkanwe pombe, au baba ananiambia mimi vuta bangi, au baba ananiambia mfinyo. Wasahibuhuma fi dunya maarufa, ishi nao kwa uzuri, ishi nao kwa uzuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kupatana. Ustadhi, nipe dakika mbili tu nizipitie hizi sababu za kukata kizazi, manake hizi ndo zachangia. Tukizijua hizi tukaziepuka, moja ni kutojua faida ya kuunga kizazi. Yoyote ukimwona hakukithamini kitu, maana yake hakijui. Waswahili kwambia asokujua hakuthamini. Kwa hiyo ukimwona mtu kata kizazi hajui faida yake. Pili, dini kwake dhaifu, dini dhaifu. Hata kama shekhe, kuna shekhe ayua kutoa mawaidha tu, wajua waweza kuwa wewe ni copy paste, umesikiliza kaseti ukaja utawatolea watu mawaidha. Wewe shekhe na gani wewe uteta?
Haiwezekani shekhe na kuteta. Ukimwona mtu ameteta hafai kuwa shekhe. Kwa nini utete? Kwa kipengele gani? Au mna Qurani nyingine nyinyi yoambiao tetani? Au kibri. Ukimwona mtu hataki kusikizana na familia yake ana kiburi tu. Kwa lipi wewe usisikizane nao? Una kibri wewe? Au kuigiza wazazi. Hakuona wazazi wake akiunga kizazi. Hakusikia hata siku moja babake akizungumza na ndugu yake. Hakusikia hata siku moja baba akienda akisema kuna anti yangu, kuna khalati yangu, kuna shangazi yangu, kuna nyanyangu, sijui kuna. Sasa na kijana huiga. Au kuwa mbali. Huyu yuko Canada, huyu yuko Amerika na hakuna mawasiliano, hawasiliani kwa lolote. Mmoja katika zenye kuchangia watu kukata kizazi. Au lawama. Kuna watu wewe ukenda badala kukwambia wallahi alikuwa nakutamani, mmefurahi kwa siku zote hui mmenitupa. Ya akhi, wewe ukenda badala kushukuru atakupa lawama mwanzo mpaka mwisho. Wewe umekuwa ukitaka kwenda kule utaswalia mtume ndia nzima, sisi tambiwa nini? Usipende kulaumu. Hata mtu hakuulizi ukimpigia simu siku hiyo afadhali yo si huyu kumekufa nani yo? Si haba au umepiga makosa? La haula wala quwwata illa billah. Atakukatilia mbali. Ngambia alhamdulillah nimefurahi mwanangu. Na yua una shughuli, na yua ulimwengu umekuwa na fadhaa, hiyo parapanda limeshapijwa kuanzia sasa, kila mmoja rabi nafusi, lakini wallahi usikia raha kisikia sauti yangu. Mungu akubarikie, Mungu akuzidishie mwanangu. Lakini wewe ukenda utapewa zigongo. Hamumkumbuki mtu. Kwande babenu afe, hakuna kuniulia, hakuna kunisalimia. Hii pia ni sababu ya kadhalika ubakhili. Hataki kwenda kumtembelea mtu akaambiwa fulani atakafizi, fulani atakahucha. Sasa afadhali sendi mahali. Kenda kule kutakana hichi, hakuna sukari, hakuna nini. Ni moja katika sababu. Kadhalika hapendi ajulikane kile alonacho yeye. Hataki kujulikana kwamba siku hizi ana senti, siku hizi ana nini, siku hizi ana opportunity, siku hizi ana nini. Sasa aona afadhali mimi watu wasinijue mimi. Watu wakijua kwamba mimi nimepandishwa cheo, watu wakijua kwamba mimi najulikana, watu wakijua mimi nimefungua gari mpya, itakuwa hili. Kadhalika kuchelewesha mirathi. Mmoja watu kukatana. Ya khitaka kuna watu huona ukiambia siku ya pili uambia jamanini haya mali yapijwe ndiki, kila mmoja tukue chake salala, hata baba hayamalizika kaburini. Hii ni haki Mungu ameweka. Mungu hakuweka mirathi nzita. Mungu ameweka mirathi suluhisho ya kila mmoja tukue haki yake. Mungu hakuweka mirathi. Wajua kuna msemo wasema Mungu ametaka sisi tugawanye mirathi, lakini shetani akaja akataka mirathi tugawanye sisi. Badala sisi tugawanye mirathi tugawanya sisi. Ni wangapi wamegawanywa na mirathi? Mirathi iko pale imewagawanya wao hawezi kuigawanya mirathi. Sasa muinga nani hapo? Si mimi, si anena. Mmekopi tu na mimi. Al-khajalul madhmum. Kuona haya. Naona haya hapendi kwenda kwa mtu pia ni sababu ya. Kadhalika bu'dul masafa baina al-arham. Ule uketi mtoapa ule wapi basi hataka wa mbali, simu hakuna. Kadhalika wake huchangia katika watu kukatana kizazi. Wewe siku zote kwenda kwa nani? Wewe siku zote kumyulia nani? Wewe siku zote kualika kina nani? Wewe siku zote. Ya akhi, kuna wanawake wengine ni fitna. Ukialika ndugu zako, hii nyumba imekuwa kama hoteli. Yeo huyu, tamani nami kupumzika, tamani kutoa pumzi. Ukimpigia kila siku kwa mama, sasa walikuwa watakafanya yeye mimi. Wao hawa watu wawili hata hatujui tuwafanye nini. Mama huona mke umekuwa kunipokonya mwana, na mke huona mama atanipokonya mume. Ya akhi, wewe ni mke utabaki ni mke. Mimi siwezi kumpenda mamangu kama mke. Wewe una wazimu? Mimi tampenda mamangu kama nani? Kama mama. Na wewe utabaki mke kama mke. Siwezi kupenda wewe kama mama. Wewe utabaki ni mke. Lakini tatizo ndio uambiwa siku zote, ukinunua kitu cha mke usimwambie mama. Ukinunua kitu cha mama usimwambie mke. Siku moja kuna bwana, nimalizie hapa.
Siku moja kuna bwana alikwenda na mkewe supermarket la kisawa sawa la kishua, yale supermarket makubwa ya Dubai. Alipokwenda yule mke alimwambia mumewe, wajua birthday yangu karibu? Akamwambia sawa. Haya, sijui utaniletea surprise gani? Akamwambia twenzetu supermarket. Wakaenda supermarket, wakanunua, mwisho akamwambia mke wangu, nataka uangalie kitu more expensive, more beauty, more, yani zile zuri ile maneno ya kizuri yote yakusanye hapo. Akamwambia utakumnulia nani? Akamwambia nitakunulia mama. Basi akamwambia sawa. Ule mwanamke akaenda akatukua champali akazitia kwenye karatasi, ile karatasi za kungarangara zile, sisi ankula hiye. Sisi ziko zile karatasi za kungarangara, yani ukiona karatasi ukanena kilo ndani, saizi fana aleka. Katia kwenye boksi. Akalipa yeye ule mke, si wayua wake wa siku hizi tukua kadi zetu, kalipa. Haya, wale ule akaitukua ile amana akaiweka nyumbani. Sasa na hamu atapelekewa lini mama, Imefika siku ya birthday, mke umuuliza nataka zawadi yangu. Akamwambia ile nilokuambia mnunulie mama, lengo alikuwa anakutukulia wewe. Najua umetagua kitu ambacho katika roho yako wakipenda. Ndio Mtume akatwambia hibba linasi, mke alianguka kwa kitako. Kana ngetukua diamond, ngetukua kufu. Khulasa, ndugu zangu, kila mmoja akitoka hapa ana jukumu la kuunga zao. Ikiwa kwa huungi, anza leo. Ikiwa ulikuwa umekata, patana nayo. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan muayyada ma'suma wa la taj'al fina